Habari kubwa asubuhi hapa tunaambia kwamba hofu ya vifo vingi imeibuka Neymar ikikumbwa na tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.7 limepiga katikati mwa Neymar. Utafiti wa kijiografia anakuambia wa Marekani umesema tetemeko hilo ambalo limetokea kilomita 16 maili 10 kaskazini magharibi mwa jiji la Shanghai, anakuambia kwa kina cha kilomita 10. Pia wafanyakazi 43 wa ujenzi hawajulikani walipo baada ya jengo la ghorofa kubwa ambalo halijakamilika kuporomoka mamia ya maili huko Bangkok. Kuna ripoti za barabara kuharibika katika mji mkuu wa Neymar, huku anakuambia mitetemeko mikali ikisikika kwingineko nchini Thailand pamoja na kusini magharibi mwa China. Neymar imekuwa katika msukosuko wa kisiasa tangu jeshi kunyakua mamlaka ya mapinduzi ya mwaka 2021. Kupata habari imekuwa ni ngumu zaidi. Jeshi ambalo linatawala Neymar tangu mapinduzi ya mwaka wa 2021 limetangaza hali ya hatari katika mikoa ya Sagangi, Mandagari, Magwai, Bago, Estashan, State Bayoni, kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya ndani. Na wakati hayo yakiwa yanaendelea, tunaambiwa jeshi la Israeli limetangaza kuyazuia makombora mawili ambayo yalirushwa kutoka Yemen kwa Houthi. Jeshi la Israeli limetangaza kuwa jeshi lake la anga limezuia makombora mawili ambayo yalirushwa kutoka Yemen siku ya jana kabla ya kuingia katika anga ya Israeli. Ving'ola vya mashambulizi ya anga vilisikika katika mji wa Jerusalem pamoja na Tel Aviv na maeneo mengine ya Israeli ya kati kufuatia kurushwa kwa roketi kutoka Yemen. Milipuko mikubwa ilisikika huko Jerusalem baada ya ving'ola kulia. Picha ambazo zimesambaa katika mitandao ya kijamii zimeonyesha vipande vya roketi vikianguka katika mji wa Bahira karibu na Hezbollah kusini katika ukingo wa magharibi ambao unakaliwa kimabavu. Wanasema shirika la utangazaji la Israeli limeripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani ulishiriki katika kuzuia makombora ambayo yalirushwa kutoka Yemen kuelekea Israeli. Television ya Israeli Channel 12 imeripoti kuwa maagizo ambayo yalitolewa kwa ndege ambayo ilipangwa kutua katika uwanja wa ndege wa Ben ili kugeuza safari yake kuelekea Larnaca, Cyprus, sanjari na kuzuiwa kwa kombora. Katika upande wao wa Houthi wenyewe wamesema kwamba walilenga uwanja wa ndege wa Ben na kambi ya kijeshi katikati mwa Israeli kwa makombora mawili. Televisheni ya Al Maslahi yenye uhusiano pamoja na Houthi iliripoti kwamba makombora mawili ambayo yalitumika ni kombora la bastiki la Dufik pamoja na kombora la Palestine tu. Kituo hicho amesema kwamba kimeongeza kuwa Houthi pia walilenga meli za kivita za maadui katika Bahari Nyekundu, ikiwa ni pamoja na meli ya kubeba ndege za Marekani. Waasi hao wa Houthi wanarusha makombora kuelekea Israeli kutoka Yemen kwa kile ambacho wanakidai kwamba ni kuunga mkono vita ambavyo vinaendelea pale Gaza, huku Israeli ikirejelea operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa Gaza takriban siku 10 zilizopita. Kasi ya kurusha roketi kutoka Yemen imeongezeka, huku jeshi la Israeli likiripotia kuzuia makombora 6 katika kipindi cha wiki moja tu iliyopita. Na wakati hayo yakiwa yanaendelea, mpenzi mtazamaji, huko Mashariki ya Kati kule Ulaya, tunaambiwa Putin amependekeza kuanzishwa kwa serikali ambayo inaongozwa na Umoja wa Mataifa nchini Ukraine. Putin amependekeza kuwa Ukraine inapaswa kuwekwa chini ya udhibiti wa Umoja wa Mataifa kwa muda ili kuchagua kile ambacho amekiita ni serikali yenye uwezo zaidi. Amesema ni jambo la hivi punde la rais wa Urusi kupinga uhalali wa serikali ya Kiev. Ukraine imemshutumu Putin kwa kupendekeza mawazo ya kichaa ili kuchelewesha harakati zaidi za kuelekea kufanya makubaliano ya amani ambayo yanaungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump. Ikulu ya Marekani imesisitiza kuwa utawala wa Ukraine utaamuliwa na katiba ya watu wake. Matamshi ya Putin yanakuja
inakuja wakati Marekani ilitaka kusuluhisha usitishaji wa mapigano katika vita kamili na Ukraine ambavyo sasa vinaendelea kwa mwaka wa 4 sasa. Siku ya Jumanne, ikulu ya Marekani ilisema pande hizo mbili ziliweka makubaliano madogo katika Bahari Nyeusi, lakini Urusi iliweka mbele orodha ya masharti ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya nchi za Magharibi na kusababisha wasiwasi kwamba Moscow ilikuwa inajaribu kuzuia hatua zozote za kusitisha mapigano hayo. Akizungumza na wanamaji wa Nyambizi ambayo inatumia nguvu za nyuklia katika mji wa Madrid kaskazini mwa Urusi, rais huyo Putin alisema kwamba utawala wa muda chini wa usimamizi wa Umoja wa Mataifa unaweza kujadiliwa na Marekani pamoja na nchi za Ulaya na bila shaka na washirika wetu pamoja na marafiki. Hii itakuwa ni kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa kidemokrasia, kuweka madarakani serikali yenye uwezo ambayo inaaminika na wananchi, na kisha kuanza mazungumzo ya makubaliano ya amani na kusaini hati halali. Moscow imesema kwamba mamlaka ya sasa ya Ukraine sio halali, kwani Rais Zelensky amesalia madarakani hadi mwisho wa muhula wake na kwa hivyo basi sio ni mshirika halali wa mazungumzo hayo. Lakini rais wa Ukraine Zelensky amesalia kwa sababu uchaguzi umesitishwa kisheria. Itakuwa ni vigumu sana kufanya uchaguzi halali huku zaidi ya raia milioni 5 wa Ukraine wakihama makazi yao ng'ambo, huku mamia na maelfu wakipigania nchi yao katika maslahi ya mbele, alisema rais wa Ukraine. Mpenzi mtazamaji, tunaambiwa watu 6 wamefariki baada ya manowari ya watalii kuzama katika bahari ya Shamu. Wanasema kwamba watalii 6 wa Urusi wamefariki dunia baada ya manowari ya watalii kuzama katika bahari ya Shamu karibu na mji wa Hangrai nchini Misri. Watu wengine 39 ambao walitolewa baada ya meli hiyo Sinbrai kuzama mwendo wa saa 10 saa za huko. Anakwambia maafisa wanasema kwamba 9 wanasemekana kujeruhiwa huku 4 wakiwa katika hali mbaya. 2 kati ya waliofariki ni watoto, shirika la habari la Urusi la TASS limeripoti na likimnukuu afisa mmoja wa Urusi. Mamlaka bado inaendelea na uchunguzi na hadi hivi sasa haijajulikana kabisa ni nini ambacho kimesababisha tukio hilo. Wanasema hili ni tukio la pili kuhusisha meli ya kitalii katika bahari ya Shamu katika miezi ya hivi karibuni. Mnamo mwezi Novemba, mashua ilipinduka karibu na Masla Alam ambayo ilisababisha watu 11 kutoweka ikidhaniwa wamefariki. Sinbla anakwambia imekuwa ikifanya kazi kama ni manuari ya kitalii kwa miaka kadhaa sasa. Manuari hiyo ni kampuni ambayo inaendesha safari hizo, imesema kwamba vyombo vyake anakwambia huchukua abiria katika safari ya kuchunguza mamba pamoja na matumbawe karibu na ufuo huo. Gavana katika bahari ya Shamu Amir Harzi amesema abiria 45 katika Sinbla wanatoka Urusi, India, Norway pamoja na Sweden. Wafanyakazi 5 wa Misri pia walikuwa ndani ya chombo hicho. Bwana huyo amesema 6 waliofariki wote walikuwa ni Warusi, lakini taarifa kamili za waathirika bado hazijatolewa. Uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea, lakini anakuambia chama cha waendeshaji watalii wa Urusi walinukuu katika chapisho la Telegram kwamba manuari hiyo iligonga mwamba na hatimaye kupoteza msukumo ikiwa katika kina cha mita 20 na futi 65.